Mambo vipi? Mazuri, namshukuru Mungu. Yes, kama unavyoona niko salama na afya njema. Sawa, kubwa zaidi, story kubwa ambayo iko hivi sasa ni kwa Simba, mchezo wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka Sudani hapo jana. Mmechezea kichapo cha mabao 4-1. Tuzungumzie kwa upande wako, haya matokeo umeyapokeaje chini ya kocha ama manager mpya Pantev? Ni matokeo ya mpira. Ni matokeo ya mpira ambayo kwa shabiki wote hawezi kufurahia, lakini lazima tuwakubali kwa sababu matokeo yameshatokea. Lakini kikubwa tunachotakiwa kujua kwamba timu sasa hivi kwa air time gani. Timu sasa hivi kwanza kuna baadhi ya wachezaji wako kwenye national team ambao wale na first 11 wanaanza, lakini pili lazima tujue kwamba Simba tuna mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunakwenda kucheza nafikiri wiki ijayo. Kwa hiyo kuna muda mwingine mwalimu hawezi kutumia nguvu kubwa sana kuagiza wachezaji wake kwa namna ambavyo maandalizi yanayofanya, kwa sababu unapokwenda kutumia nguvu kubwa yawezekana kuna wachezaji unaweza ukawapoteza kwa bahati mbaya, baadaye ukaja kujutia kutokana na majukumu ambayo yalikuwa mbele yako. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni jambo lilikuwa sio zuri, lakini pia ni jambo zuri tulikubali kwa sababu mwalimu wetu Pantev au kwa maana manager wa Simba ameshajua wapi pa kuanzia. Kwa hiyo kwangu ni matokeo ambayo yameniumiza, lakini matokeo pia yanakuja kuboost kuona namna ambavyo mwalimu anatakiwa nini cha kufanya ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kufanya vizuri. Mchezo wa kwanza na hao Al Hilal mlipata ushindi mabao 2-1. Mchezo wa pili mmefungwa mabao 4-1. Hii ina maana gani? Yes, kwanza mimi nafikiri kwamba mwalimu game approach anajua namna ambavyo alivyoiandaa. Na ndio maana mechi ya kwanza tulicheza saa 4 asubuhi tukapata matokeo. Mechi ya pili tukacheza saa 1 ya usiku tukakosa matokeo. Lakini yote kwa yote ni maandalizi. Mimi naamini kwenye mechi ya jana viko vitu viwili ambavyo mwalimu ameviona. Yako mazuri ambayo mwalimu ameyaona, lakini pia yako mabaya mwalimu ambaye ameyaona. Yale mazuri ambayo mwalimu ameyaona atakwenda kuyaboresha kuwa mazuri zaidi, na yale mabaya ambayo mwalimu ameyaona atakwenda kuyatengeneza kuwa mazuri zaidi. Lakini kikubwa ni waombe sana wana Simba ni kuwa na utulivu, kuendelea kumwamini manager wetu kwa kazi kubwa anayoifanya. Mimi naamini kama Kisugu mwalimu mwaka huu anakwenda kutimiliza malengo ambayo ya Simba tunayoyahitaji. Malengo yetu mwaka huu ya kwanza kumwambia mwalimu kuhakikisha kwamba Simba inacheza nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa namna mwalimu alivyoiangalia strategy plan ya management ya Simba, focus individual wachezaji wa Simba, mwalimu akasaini contract akiamini kwamba wachezaji hao wanakwenda kutimiza malengo ambayo timu wanafanyaje inayotaka. Mwalimu kikubwa kilichokuwa mbele yake ni kutengeneza muunganiko. Leo mwalimu ana 1 week au 2 week, sio? Mechi ya kwanza amecheza nao hao, mechi ya pili amecheza na hao. Mimi naamini mwalimu yuko kwenye maandalizi. Na siku zote unapokuwa na walimu wakubwa, unapokwenda kwenye maandalizi kama haya, na ndio maana hata ile mechi mashabiki wakuruhusiwa kwenda kushuhudia. Kwa sababu mwalimu tayari kuna mbinu zake anajaribu kuzitengeneza kwenye pitch. Si kila mmoja ambaye anatakiwa kwenda kushuhudia. Leo hii nimewahi kusema na nitaendelea kusema, timu tunayocheza nayo tarehe 19 majasusi wake wapo Tanzania. Majasusi wapo Tanzania. Kubwa wamekuja kuifanyia research Simba. Waone mbinu mpya za mwalimu. Moja, kuna muda unaweza ukafikiria kwa nini wasiangalia kwenye YouTube. Simba hii ya manager Pantev haipo kwenye YouTube. Simba mpya. Maana yake wakifuatilia Simba kwenye YouTube watakwenda wataferi. Wanaifuatilia Simba waje kuiona live inavyofanya mazoezi kwenye pitch. Na ndio maana manager wetu anafika mahala na wakataza watu ili kuona namna ambavyo kila anachokiandaa maadui wasikichukue kwenda kufanyaje, kwenda kukitumia. Kwa hiyo mechi ya jana uwezi kusema ni kipimo cha kuweza kuipima Simba namna ambavyo ilivyo. Ni mechi ambayo ya kimbinu na ni mechi ambayo ya kijasusi kwenda kufanya maandalizi kwa mechi ambayo inafanyaje inafuata. Mechi hii ya kirafiki dhidi ya wapinzani ambao ni bora Al Hilal Omdurman, hii ni mechi ya kirafiki ya kimataifa. Ni maamuzi sahihi kwa kiasi gani yamechukuliwa na manager Pantev kuamua kutochukua timu za level ya chini na kuamua kuchukua timu ya level ya juu zaidi? Kwanza ni kumpongeza mwalimu, kwa sababu jukumu la mbele la mwalimu anajua kabisa tunakwenda katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Unapokwenda kuzungumzia Al Ahly nayo inashiriki, Al Hilal nayo inashiriki katika mashindano yanaandaliwa shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF. Mimi nafikiri ilikuwa ni kipimo kizuri cha kuipima timu yetu. Na mwalimu anakwenda kupata radha ya aina timu ambazo anaweza kukutana nazo kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Na naamini kuna jambo kubwa mwalimu amejifunza kutoka Al Hilal. Kwa hiyo mimi kwangu nimpongeze mwalimu. Moja sababu ya kumpongeza, amekwenda kuchukua kipimo sahihi kwa nyakati sahihi kwa kule ambako tunakoelekea.
Leo hii haiwezekani unakwenda kucheza mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Alafu unakwenda kuchukua Panama ya Mtoni. Sio sawa. Kwa lazima uchukue upate mazoezi kwa timu ambazo wewe unafikiria level ya timu hii ndio level ambayo unakwenda kukutana nayo mbele. Lakini pia Salome, lazima ukae ukumbuke. Leo hii wachezaji wetu wengi wamekwenda kwenye national team. Iko kalenda ya FIFA ambayo sasa hivi kila nchi inatakiwa kutimiliza hiyo kalenda. Baadhi ya wachezaji wa Simba wako na national team. Wako wachezaji wa Simba tunajua wana majeruhi. Kwa mimi naamini. Sina mashaka na management. Huna mashaka. Sina mashaka. Umezungumza vizuri kuhusiana na kilichobaki ni maneno. Kilichobaki ngenga. Kocha na tatuu ya mwalimu wa Simba. Tatuu ya manager wa Simba aliyochora mguuni, aliyochora mkononi. Thamani ya kuchora unaweza kwenda kusajili wachezaji 6 wa Dar es Salaam Afrika tena wa nje. Rudia vizuri. Tatuu ambayo amechora miguuni na mkononi. Thamani yake ya kuchora unaweza ukaenda kusajili wachezaji 6 mpaka 8 wa kimataifa wa Dar es Salaam Young Africans. Kisugu. Master wote duniani wana tatuu. David Beckham unamjua wewe? Alikuwa nayo tatuu ana? Alikuwa nayo. Messi alikuwa nayo tattoo. Cristiano Ronaldo di Lima wana hela. Wewe kocha wenu nyinyi ana hela. Leo hii tu unaweza kupigiwa simu, baba nataka kwenda saluni kutengeneza kucha tu. Ukaambiwa 50,000 sawa kwenda tatu zile kuchola shingapi? Ile tattoo ya hapa ile. Thamani yake kuchola unakwenda kununua Ice New brand. Kwa meneja anatembea na gari la ndoto yangu kwenye mikono yake. Wewe kazi yako kocha wa Simba na matatu. Hela. Tatu sio bure. Nenda kajaribu uone. Pesa inaongea. Master wote duniani wanakuwa na style zao. Manager wa Simba na tatu. Mikoe Kisugu, umezungumza vizuri kwamba kuna wachezaji wengine wapo kwenye majukumu ya timu ya taifa. Manager ni mpya, anahitaji kukaa na kikosi chake ili aweze kutengeneza muunganiko. Hii haiwezi kwenda kumkosti kwa namna fulani, wachezaji wengine hawapo kwenye kikosi. Mimi nafikiri inaweza ikaleta affect kidogo, lakini hakuna namna. Kwa sababu hiki tunachokifanya ni maagizo ya chama cha mpira wa miguu Tanzania, TFF. Tunapokwenda kwenye hizi kalenda, wachezaji watakaochaguliwa kwenye timu ya taifa lazima wakaitumikie taifa lao. Na ndio maana tunasema na hapa mbele ya Mungu, Tanzania nitaipambania mpaka kufa. Unaapa mbele ya Mungu? Na hapa mbele ya Mungu, Tanzania ninaipenda mpaka kufa. Kwa wachezaji wa timu ya taifa wamekwenda kuitumikia timu ya taifa. Tunaamini kwamba ina athari kwa namna moja au nyingine, lakini kwa ubora wa mwalimu wetu, kwa ubora wa wachezaji tuliokuwa nayo, individual wachezaji walizokuwa nazo, mwalimu ana uwezo mkubwa kwenda kuwaunganisha na kupata matokeo mazuri. Kikubwa ni wapongeze sana chama cha mpira wa miguu Tanzania TFF. Chini ya Mheshimiwa Wallace Karia. Mmoja amezihakikishia virabu wachezaji wetu watafika kwa wakati katika sehemu ambazo wanazohitajika. Mapema. Yes. Wako wachezaji wa Simba wataungana na wachezaji wenzi wao. Pale katika uwanja wa Afrika Kusini unaitwa Oliver Tambo. Kwa hiyo hili jambo jema, ni jambo zuri, ni jambo la kupongeza chama cha mpira wa miguu. Mikoi, umezungumza pia kuna baadhi ya wachezaji ni majeruhi, lakini kuna taarifa njema kurejea kwa Mohamed Bajabiri akiwa fiti kalikiti kwenye kikosi cha Simba. Mapokeo yako kwenye urejeo wake na kipindi hiki ambacho kocha ama meneja mpya amekuja lakini naye pia anakuwa fiti, inaenda kuleta advantage kiasi gani kwa upande wa kikosi chenu cha Simba? Kwanza ni jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kumjalia mchezaji wetu Bajabiri kupona na afya yake imerejea kuja kuipambania Simba. Kwetu wana Simba inatupa faraja kuona wanajeshi wote wanakuwa na afya njema kwenda kuipambania Simba. Lakini faraja anaipata vizuri mwalimu zaidi kwa sababu anapata uwanda wa mpana wa kwenda kufanya machaguzi wa kikosi chake. Mmoja katika vijana wenye talenti kubwa sana, Mohamed Bajabiri. Leo toka asajiliwe, kila mwana Simba ana hamu ya kumuona kwenye pitch.
Mimi nawaambia wana Simba wasiwe na wasiwasi, watamuona Bijabir. Mimi nimeshawahi kumuona kwenye ligi ya Kenya. Uwezo wake namjua, naujua. Spirit yake naijua ya kupambana. Individual yake naijua ni mchezaji wa namna gani. Na ndio maana kipindi cha nyuma nilichukua nafasi ya kuupongeza sana uongozi wa Simba, wamekwenda kumsajili mtu sahihi. Kwa hiyo bahati mbaya baada ya kupata injury, kumuombea dua kwenye dua na sala na kupata matibabu yaliyokuwa sahihi, kurejea kwenye kikosi kwetu kama mashabiki natupa faraja. Mimi naamini mwalimu anakwenda kupata uwanda mpana kufanya machaguzi wa kikosi chake kwa aina ya wachezaji mlionao. Sawa, tumalize na hili Kisugu. Baada ya kumpambania sana kocha Ramon Folz kwa upande wa wapinzani wako, rasmi taarifa ambayo ipo ni kwamba Young Africans wameamua kumbakisha kocha la ball Ramon Folz. Kuna kumbakisha na kubaki. Kuna kumbakisha na kubaki. Ina maana gani hiyo? Kubaki, kuna muda mwingine unaweza kumwambia mtu siondoki, na baki hapa hapa. Ili ukitaka kuondoka lazima utimilize yale majukumu ambayo tuliyokubaliana. Okay. Huyo hujamuondoa, huyo amebaki. Kwa hiyo tumieni lugha sahihi. Kocha wa Yanga amebaki Yanga, japokuwa watu wa Yanga wamtaki abaki Yanga. Ili asibaki Yanga, kutimiliza matakwa ya kimkataba yanavyosema. Makubaliano yaliyokubaliana kati ya wawili, mmoja akivunja mkataba amlipe mwenzake milioni 600. Kwanza Romain Folz ni kocha muungwana. Aliwaambia Yanga 600 kama nyingi, nipeni 450, lakini nataka keshi. Wapambe mate, wahesabu mpunga 450. Wampe mwamba avunje mkataba wake aondoke. Na inawezekana mkasikia lolote kuanzia leo. Si kwa sababu ya kwenda kuvunja mkataba, rakcha ni kwenda kumbadilishia majukumu ya kwenda kuitumikia Dar es Salaam. Ni kocha huyo Ramon Folz akapewa majukumu mapya ama aitwe manager naye? Yes, yako majukumu atakwenda kupewa. Wewe unajisikiaje kubaki kwake? Mimi kubaki kwake nasikia raha sana kwa sababu mashabiki wa Yanga wote waliomkataa wana maana anaonekana kwa Kisugu. Kwa sababu nilivyosema, ndugu yangu Arafat Saidi amenisikiliza akasema huyu mwamba anaongea ukweli. Uongozi wa Yanga hakuwasikiliza wale vizuruda waliokuwa Mbeya. Wanaimba tumtake. Nikamwambia msimuondoe, mbakisha kumbakisha. Waendelee kuvumilia. Pila mnuno liko pale pale, pila mguno liko pale pale. Waendelee kuvumilia? Pila mnuno liko pale pale. Na pira. Dokwiza. Asante Kisugu.